Jeshi la polisi Tanzania limeweza kutoa taarifa za kutisha kwa raia wote. Jeshi hilo kutoka mkoa wa Mara wanaeleza kwamba walilazimika kutumia mabomu ya kutoa machozi pamoja na kuvuruga mkutano wa kina mama wa baraza la BAWACHA kwa sababu wanahisi kwamba mkutano ule kina mama wale walikuwa wamepanga vurugu. Kumbuka kwamba hii leo tarehe 8 Machi mwaka 2026 au tarehe 8 kila mwezi wa Machi kila mwaka huwa ni siku ya kuadhimisha siku ya kina mama, International Women's Day. Kwa hivyo BAWACHA wakaamua kwamba wataisherehekea siku hiyo, lakini jeshi la polisi hapo awali wakatoa katazo la kutoandaliwa kwa mkutano huo. Kumbuka kwamba mkutano huu ulikuwa unaandaliwa Musoma, mkoani Mara. Sasa jeshi la polisi linasema kwamba akina mama wale walikuwa wamepanga vurugu na ndio maana wakawakamata wengine, na ndio maana wakasambaratisha mkutano wao, na ndio maana wakatumia vitoza machozi au kipenda mabomu ya kutoa machozi hata kanisani, mahala ambapo akina mama hawa walikuwa wanaabudu, na ndio maana wakatumia mabomu ya kutoa machozi kuvuruga mikutano yao. Tuko taifa lipi? Unajua, nimekuwa nikiona maafisa wa polisi nchini Tanzania wakijiuliza mbona raia wanachukia polisi. Mpaka aliyekuwa waziri Simbachawene kipindi kimoja alisema kwamba nataka kuleta uhusiano bora kati ya raia na maafisa wa polisi. Akauliza mbona polisi wanachukiwa? Unataka kujua kwa nini polisi wanachukiwa na raia? Sababu ni ya kutumika vibaya. Jeshi la polisi mkoa wa Mara linawashikilia watuhumiwa 27 kwa tuhuma za kufanya vurugu kinyume na sheria. Mtakumbuka kuwa tarehe 1 mwezi wa 3 2026 mimi mwenyewe niliongea na vyombo vya habari nikitoa tamko la katazo dhidi ya baraza la wanawake Chadema na BAWACHA kuhusu kufanya maadhimisho ya kitaifa siku ya wanawake duniani mkoani Mara, wilaya ya Musoma. Tamko hilo lilikuwa la kisheria lililozingatia matakwa ya kisheria na athari ambazo zingetokea endapo wangefanya maadhimisho hayo mkoani Mara. Hii ilitokana na maandalizi yao yaliyoambatana na maneno ya uchochezi wakisema hawaogopi polisi na wako tayari kufa. Pamoja na katazo hilo, BAWACHA waliendelea na maandalizi yao na leo tarehe 8 mwezi wa 3 2026 walihudhuria ibada ya misa takatifu katika kanisa la Roman Catholic mjini Musoma, na baada ya misa hiyo waliungana na vikundi vya vijana waliokuwa wakiwasubiri barabarani na kuanza kufanya vurugu. Hali hiyo ilipelekea watumiaji wengine wa barabara kupata taharuki na kuanza kukimbia hovyo hovyo.
Jeshi la Polisi mkoa wa Mara lilifanikiwa kudhibiti wafanya vurugu hao na kuwatawanya, na barabara zikafunguka na shughuli zingine za kijamii na za kiuchumi zikaendelea kama kawaida. Kujiingiza kwenye shughuli hiyo ya kufanya vurugu kwa kuzuia shughuli nyingine za kijamii na shughuli za kiuchumi kushindwa kuendelea. Hayo yote wameyafanya katika barabara kuu inayotoka Msoma mjini kwenda Bunda au Mwanza maarufu kama Nyerere Road. Jeshi la Polisi mkoa wa Mara linatoa wito kwa wananchi kuishi kwa kuzingatia sheria, kanuni, taratibu, miongozo na tamaduni za nchi. Nina imani kwamba umeweza kupata muda umesikiliza jinsi ambavyo hilo jeshi la polisi kutoka mkoani Mara wakiongozwa naye kamanda wa polisi mkoani Mara Pius Lutumo wanavyosema kwamba waliwazuia kina mama hao wasifanye mkutano wao kwa sababu ulikuwa ni mkutano wa vurugu. Ninakuomba kwanza kabisa kapiga subscription, like video tafadhali. Subscribe, bonyeza hicho kengele, washa kengele, utakuwa umesaidia kabisa hichi kituo kiweze kukua. Hasa kuna swali ambalo nakuuliza mpenzi mtazamaji. Kuna jina ama kuna neno ambalo naomba tuweze kulitilia mkazo hapo. Mahala ambapo polisi wamesema kwamba kina mama hawa walikuwa wamepanga vurugu. Unajua, ingekuwa ni wazee au ingekuwa ni wavulana, au tungesema kwamba wanaweza wakaandamana, wanaweza wakaandaa vurugu. Lakini akina mama wanaandaa vurugu gani? Yaani wakati mwingine unajua, naangalia natazama yale ambayo polisi wanazungumza mpaka na waone huruma. Najiuliza, hivi hawa watu wanajua kweli wanatumika? Hawa watu wanajua kweli kile ambacho wanakifanya? Tangu lini katika taifa letu kuandaa mkutano ukawa kinyume na sheria? Naomba mtu aweze kuniambia kwamba kipengele fulani cha katiba Bwana Ezra kinasema hivi: hakuna mkutano ambao unapaswa kuandaliwa. Nataka mtu aweze kuniambia kipengele cha katiba yetu kinasema hivyo. Nani? Katiba inasema kwamba namba 1, wananchi wako na uhuru wa kukusanyika na kuandaa mkutano wao. Namba 2, hiyo ndio inaitwa demokrasia. Namba 2, wananchi wako na uhuru wa kushiriki kanisa. Unajua akina mama hawa walipigwa mpaka mabomu ya kutoa machozi kanisani walipokuwa wanaabudu. Yaani eti kule kusherehekea kwao ambako walikuwa wanasherehekea, eti walikuwa naandamana barabarani kuadhimisha siku ya kina mama, eti kwamba walikuwa wamepanga kuandamana barabarani kuzuia magari yasipite, kwa hivyo kuzuia kazi za msingi. Hizi taarifa ambazo polisi wametoa ni potovu. Jambo ambalo unapaswa kujua, akina mama hawa walikuwa na uwanja mahala pa kufanyia. Walikuwa na uwanja mahala pa kufanyia. Naomba mnisikilize. Walipojumuika kwenye ukumbi mahala ambapo walikuwa nafanyia, polisi wakaingilia kati, wakarusha mabomu ya kutoa machozi. Kuwatawanya wasishiriki zoezi hilo lao la kuadhimisha siku ya kina mama upande wa Msoma. Wala akina mama wakakasirika, wakaelekea kanisani, wakaabudu,
kutoka kanisani, walipokuwa wanaondoka barabarani wakaanza kukamatwa. Tunaelekea wapi kama taifa endapo tutaendelea na upuzi kama huu? Hili ni taifa letu. Hakuna mtu ambaye yuko na hati miliki ya taifa letu. Kila mtu yuko na hati miliki. Ninaweza nikatoka Arusha niende Dodoma. Ninaweza nikatoka Dodoma niende Dar es Salaam. Ninaweza nikatoka Dar es Salaam niende Mara. Au ni kwa sababu walikuwa wamevaa mavazi yenye rangi ya chama cha Chadema. Kwa hivyo wanaona kwamba akina mama ambao wa chama cha Chadema wakienda kuadhimisha siku ya akina mama, basi watakuwa wamepanga vurugu. Kuna kitu ambacho naomba niweze kuwaambia wapenzi watazamaji nikimalizia. Hii serikali ni kama imeweza kuchukulia chama cha Chadema kuwa chama cha uhalifu na vurugu. Kwa sababu hao ni akina mama ambao walikuwa wamevalia mavazi ya chama cha Chadema. Lakini unasikia polisi wanasema kwamba walikuwa wamepanga vurugu. Lakini je, ingetokea mama wa chama cha CCM walikuwa wameandaa mkutano wao, je, polisi wangesema kwamba ule mkutano ulikuwa na vurugu? Niliona akina mama wa chama cha ACT Wazalendo na wao waliadhimisha siku yao ya akina mama kwa kuwakumbuka wale ambao ni wahanga wa mauaji ambao yalitokea mwaka uliopita. Mbona wao hawakumwagiwa mabomu ya kutoa machozi? Mbona chama cha Chadema ndicho kinaonewa? Au ni kwa sababu walimkamata kiongozi wao, mwenyekiti Tundu Lissu? Wanataka kumaliza hicho chama kabisa kwa sababu kimekataa katakata maridhiano. Sema nasi na rejea na mengi tena zaidi. Endelea kusubscribe, endelea kusambaza kanda zetu. Mwenyezi Mungu awabariki.